wala msikae na dukuduku. Serikali ipo kwa ajili ya kuchukua hatua. Usikae na dukuduku ya jambo unalotaka litatuliwe. Serikali ipo kwa ajili ya kuchukua hatua. Na mimi niwaambieni, kama mtu anapenda uvivu, anapenda uzembe, anapenda wizi, anapenda kukiuka maadili, ajitafakari kabla fiekeo halijamfikia. Hatutaruhusu mambo ya jinga ya aina hiyo yaendelee. Kama jana nikiwa kwenye ziara, nimepata taarifa kule mkoa wa Tabora. Ametokea muuguzi mmoja, kwanza hata kwa taaluma yao haruhusiwi yeye kufanya upasuaji wa mgonjwa. Ameenda, amemchukua mgonjwa, kampeleka nyumbani kwake, anamfanyia upasuaji. Anamfanyia kwenye kochi nyumbani kwake. Watu wasiojali maisha ya watu. Unafanya majaribio kwenye maisha ya mtu. Unafanyia majaribio maisha ya mtu. Maisha ya binadamu unafanyia majaribio. Mheshimiwa Rais kajenga hospitali kila kona. Tuna hospitali za wilaya, tuna hospitali za rufaa. Kuna vituo vya afya siku hizi vina hadhi kama ya hospitali ya wilaya. Unaenda kumfanyia mgonjwa chumbani, nyumbani kwako, kwenye kochi. Upasuaji wa tumbo unafanyia nyumbani. Ili muone watu wanaokiuka maadili ya taaluma zao. Mambo ya ajabu haya. Sasa naelekeza mamlaka zinazohusika. Huyu si wa kuhamishwa, afukuzwe kazi mara moja. Na akishafukuzwa apelekwe kwenye mkono wa sheria. Na wale wanaotoa vibali vyao vya kitaaluma wamnyang'anye hicho kibali. Kidogo tutaelewana. Haya ni mambo ya ajabu. Hospitali zipo, unamfanyaje upasuaji nyumbani? Mkuu wa mkoa wa Tabora, mkamateni, msimwachie, afukuzwe kazi, aondolewe hiyo hadhi ya tabibu aliyopewa, lakini pia afikishwe kwenye mkono wa sheria. Na niliambiwa pia nikiwa Arusha, nilimsikiliza yule ndugu fundi yule mjenzi yule aliyekuwa anajenga VETA ya kule Nyang'hwale. Nimetuma vyanzo vyangu. Watu wanatengeneza dili la kula fedha. Wanatafuta mafundi wao, wanatafuta makandarasi wao ili wagawane fedha. Sasa kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Geita, nenda kachunguze pale Nyang'hwale nipate hiyo taarifa. Nipate taarifa ili niweze kuamulia kwa wale wanaotengeneza, wanaitanguliza fedha ya umma kule mbele ili wakachukulie kule mbele. Tutaelewana tu. Ndio. Na wanaokaa vikao kwamba huyu tumfanyeje, niwaambieni amnifanyi kitu. Mimi nilishahangaika kuanzia na chunga ndama wa babangu, nilishahangaika na simba na chui, hawakunifanya kitu. Tutapoteza muda tu na vikao vyenu. Na majizi, wazembe, wavivu, mchukie, mtanuna mpaka mpasuke. Sitacheka na mvivu, sitacheka na mwizi, sitacheka na mdokozi, sitacheka na mzembe. Na katiba imetoa mamlaka hayo ya udhibiti, ya usimamizi wa shughuli za serikali na usimamizi wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Wasome katiba wajue.
Ndio. Kwa ndugu zangu, niliona tu nisimame kwa wito walionyosha mkono hapo, lakini pia nimesikiliza na haya, nimeona na wengine wawili, wewe na wewe, nimeona na yule pale na yule pale na yule mama. Haya, sogeni tumalize. Nilikuwa nasalimia tu baada ya kuona mikono hapo ya watu wanaotaka nisimame. Nilisimama kuwasikiliza hivyo. Wewe ulishaongea. Wewe tumsikilize na mwenzako. Basi utamalizia. Na wewe tutakusikiliza. Mpe mama hapo, mpe mama hapo. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mimi kero yangu, na kwa niaba ya wafanyabiashara ambao tuko nje ya soko hili la machinga. Mimi ni mama ntilie, niko nje ya machinga. Lakini haturuhusiwi kuuzia baadhi ya wafanyabiashara humu chakula. Hatukatai. Sisi riziki yetu ni kutoka ndo tupate. Mwanangu aende shule na mimi mwenyewe nipate kula. Tunashangaa, majuzi niliingia ofisi kwamba wametangaza, tulisikia tangazo, wametangaza kwamba mama ntilie na watu wengine hawaruhusiwi, kama uko nje ya hii machinga complex, huruhusiwi kuuza bidhaa yoyote. Mimi sijakataa, nikaamua kuingia ofisini kwa manager, nikamueleza na nikamuomba, sisi hatukatai. Kama shida unasema kuna mabaadhi ya mama ntilie wako humu na babalishe wako humu, wao wanatoa chochote, yani wanalipa sijui. Mimi sijakataa na nikamwomba, tunaomba basi utuwekee utaratibu na sisi ambao tuko nje tujiwekee utaratibu, tutambulike ndani ya hili soko, tuweze kutoa chochote kiingie serikalini. Lakini akaniambia, wewe kama unakuja na mawazo hayo itashindikana, maana utaratibu utakuwa haupo. Unaona hizo TV zimegharimu sijui bilioni ngapi. Mheshimiwa Waziri, mimi sikufuata masuala ya TV, nilifuata kutaka utaratibu. Nyuma yangu kuna Watanzania ambao hawawezi uthubutu kama huu niliokuwa nao hapa. Mheshimiwa Waziri, mimi ninachokiomba, kama kuna uwezekano utusaidie. Sisi kula yetu, riziki zetu ni za mbwa, nitoke nikimbie ndo wanangu wale. Inakuaje? Mimi mwanangu anaishi vipi? Yule mkurugenzi huyo sio ndo manager wa soko ana mshahara, mimi sina mshahara, kula yangu ni ya kukimbia. Wanangu wanaishije Mheshimiwa Waziri? Wao Tanzania ambao hawana uthubutu kusimama mbele yako na kuzungumza haya, wao wataishia wapi? Na ukitaka kuzingatia kwa ukaribu sana na hesabu ndogo na elimu yangu fupi niliyokuwa nayo, Mheshimiwa Waziri, hili soko yeye mwenyewe wakati niko ofisini alisema mahitaji ya soko yamekuwa mara 2. Kama mahitaji ya soko yamekuwa mara 2, basi hata vizima pia havitoshi. Kama nitakuwa nadanganya, basi mtu iache tu hivyo kama nitakuwa nadanganya. Lakini Mheshimiwa Waziri, umeshasema mahitaji ya soko lilijengwa, mahitaji yamekuwa mara 2, ina maana wafanyabiashara wamezidi. Mimi leo unaniambia niandike barua utanipa kizimba, unanipa kipi ambacho kipo? Sio kama nitaandika tu barua huku itakuwa imekaa kapuni. Umenyoka sana mama, umenyoka sana. Mkuu wa mkoa, hili jambo likoje hili la wale wanaoleta vyakula? Lifanyeni kazi na safari, lakini ni kwa hili tunaendelea kufanyia kazi. Kama tulivyokuwa tumesema, ni kweli wafanyabiashara wamezidi, lakini tulipoonyesha mipango ya jiji kwa ajili ya kutengeneza maeneo mengine kwa ajili ya wajasiriamali, na hata hao ulielekeza wa mboga wengi walikuwa kule majengo. Baada ya ile kuanza, ilibidi tuwaruhusu kwa muda waendelee kukaa maeneo mbalimbali ili waendelee na huduma zao. Haya, sawa. Kwa mtawaruhusu pale tutakapogawanyika ndio tutaanza kufuata hizo taratibu zingine. Haya, limeisha hilo. Mama mwingine hapo. Asante sana Mheshimiwa. Mimi hapa naitwa Halima Sondo. Kwa hapa machinga, kwa bahati mbaya nilikosa kizimba, lakini nikapanga biashara yangu nje ya kizimba. Lakini viongozi wanakuja kututoa, hatufanyi biashara. Mimi nauza mitumba. Haya, njoo kwa mkuu wa mkoa hapo, atatafuta namna kusaidia kwa muda wakati wanajenga soko lingine. Mpe mwingine. Kwa jina naitwa Ahmadi Hamis Pama. Mimi naongelea swala la ardhi. Sisi tulipata maeneo ya kujenga sheli 2. Kule tuliambiwa kwamba subirini mpaka waje wapime, wakaja wakapima,
tayari wakasema watakuja kutupa viwanja, wakaondoka jumla. Wananchi wakaja wakavamia yale mabikoni yote, wakayatoa, watu wakajenga nyumba. Mpaka sasa hivi tumekaa tu, hatujui kinachoendelea. Hilo ndio jambo langu. Haya, sogea hapo kwa mkuu wa mkoa ili walifuatilie kwa mahususi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nimemwona huyu jamaa amepiga jezi ya Yanga. Nikakumbuka nilikuwa namwambia anko wangu moja kwa tarehe moja sikulala na neti. Akaniambia yeye tumewakimbiza mpaka ukasahau kushusha neti. Nikamwambia hapana, hakukuwa na mbu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Gabriel Hamisi. Ni machinga hapa Machinga Complex. Nilifanya biashara wa nguo za mitumba. Mara ya kwanza ulipokuja pale ulisema sisi wa huku nje tusifukuzwe. Ila baada ya kuondoka, baada ya siku mbili, moja pale mbele wakawa na fukuzo. Ukiwaambia mbona Waziri Mkuu alisema huku tusifukuzwe, wanakujibu tafuta namba yake, kama vipi mpigie umwambie kama unafukuzwa. Kama inashindikana au nenda kwa meneja wa soko. Ukienda meneja wa soko unamuuliza, "Natoa niende wapi?" Wanakuambia njoo nikupe nauli uende nyumbani. Sasa tutafanya kazi gani? Huyu meneja yuko wapi? Meneja yuko wapi? Yuko wapi meneja? Meneja yuko wapi? Mkuu wa mkoa utamuitisha huyu meneja umpe maelekezo tuliyokubaliana. Tumekubaliana kwamba watu watabanana hapa, tumalize lile soko ambalo nilienda kulitembelea pale. Baada ya hapo wale ambao hawakupata vizimba tutawapatia lile soko lingine. Lakini pia tukasema tumalize lile soko ambalo na lenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka fedha nyingi sana pale mbele pale majengo, na kwenyewe tutapeleka watu wengine pale. Lakini tulitaka watu wafanye kazi, watu waache wafanye kazi kwenye vile ambavyo tumekubaliana. Tumalizie mama hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi la kwangu kulikuwa moja tu. Sisi hapa tulipoingia hapa sokoni tulikuwa tunatoa ushuru kwa kila siku shilingi 1000. Ilikuwa kidogo ina nafuu. Sasa hivi wametuletea control number kwa gharama ya shilingi 30,000 kwa mkupuo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, tunaomba turudishiwe ile 1000 ya kila siku. Hebu mkuu wa mkoa alikoje hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli wafanyabiashara walikuwa wanatakiwa kuchangia shilingi 1000 kila siku kwa ajili ya huduma ambazo zinatolewa mbalimbali, ikiweko umeme, ukiweko maji na huduma nyingine. Lakini baadaye walikuwa wamekubaliana kuwa badala ya kutoa kila siku watoe kwa mwezi. Lakini kwa maombi hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba tuichukue. Sasa ukitoa 1000 si ni 30. Si ndio hivyo? Ukitoa 30 si ni 30. Sasa kwa nini mnataka atoe hata na ile ambayo hajauza? Siku zingine si atakuwa hajauza. Siku zingine si atakuwa hajauza. Nani amepanga ile 30 kwa mkupuo? Nani amepanga? Meneja yuko wapi? Hivi ninyi mnaona machinga wana hela benki ipo tu huko inasubiri. Hivi ninyi mnaona machinga na hela iko benki tu inasubiri. Watu wengine wakikaa ofisini wanasahau kabisa maisha ya Tanzania. Thelathini atoe leo kabla hajauza. Anaitoa wapi? Anatakiwa auze alipe, auze alipe. Kama anazo nyingi hivyo ziko tu benki, alikuwa anahangaika mtaji kweli. Mkoa, hebu endelee na hawa watu wa biashara ndogo ndogo hizi, waendelee na utaratibu wa kulipa baada ya kuwa ameshauza.
Haya, we la kwako, muone katibu, muone mkuu wa mkoa pale. Kwa ndugu zangu, mimi nawashukuru sana, asanteni sana, na wale viongozi wale na yule ndugu yangu nitawapatia namba ya simu ili niwe napata mwendelezo wa kitu gani kinaendelea. Mpe wewe mama hapo, na wewe kijana tumalize. Samani mheshimiwa, sisi ni mamalisha na babalisha wa soko la machinga. Kuna mama amekuja kuongea masuala ya wanafukuzwa, wanazuiliwa. Ni kweli sisi ni madokta wa matumbo. Mtu anapika chakula michochoroni, analeta ndani ya soko. Leo wakiumwa tunaitwa sisi. Tunaambiwa kwa nini tunapika vyakula sio vizuri. Na ndio maana tukalisema hilo kwamba kama wanaruhusu hao watu walete chakula, basi watuambie, na sisi kwa tunabeba vyakula tunatoa mtaani tunaleta hapa. Tunalipa Laki1 kwa mwezi. Tunahitaji tupate mapato, tunanunua serikali. Sasa leo hii wametuambia wanagombezwa. Hapana, ni utaratibu, kila nyumba ina utaratibu. Usipoweka utaratibu ina maana wataumia watu wengi. Ndio maana mimi nikasema waangalie utaratibu uliopo, watu wapike chakula vizuri. Haya, umesema vizuri, ndio maana hilo hatujaliamulia hapa. Tumekubaliana litaratibiwa vizuri. Hilo tumekubaliana litaratibiwa vizuri. Wewe kama mwakilishi wa hawa wenzako utakuwepo. Mkuu wa mkoa, nenda kwa mkuu wa mkoa pale. Yuko wapi? Huyo. Nenda kwa mkuu wa mkoa, utawawakilisha wenzako, na yule aliyesema wa mwanzo, yule mama wa mwanzo yuko wapi? Naye ataenda kwa mkuu wa mkoa ili liratibiwe. Ili liratibiwe vizuri. Kwa mwisho huyo hapo. Asante sana. Asante sana Waziri Mkuu.